Sita, siku tulivu, siku iliyokuwa bora zaidi, siku ambayo iliyokuwa na utulivu zaidi, hususan kwa mashabiki wa Simba kwenye mchezo wa jana, mchezo ambao uliibuka na hisia kubwa kwa baadhi ya wadau wa soka nchini Tanzania na hata wapinzani wakuu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Maneno kadha wa kadha yaliweza kusemekana siku ya jana baada ya mchezo huo kutamatika kwa dakika 90 za mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara. Tukiachana na hapo, ziko taarifa zilizoweza kutufikia jioni ya hii leo baada ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Chota Clatous Chama Triple C Mwamba Lusaka ameweza kuongezewa mkataba wa mwaka mmoja na klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kumbuka kwamba Chota Clatous Chama aliweza kurudishwa ndani ya viunge hivyo vya klabu ya Simba msimu huu na kupewa mkataba wa mwaka mmoja. Sasa Simba kitu pekee ambacho walichojaribu kukitazama ubora, performance ambayo kadri siku inavyozidi kuongezeka kwa upande wa Chota Clatous Chama ni kama vile waliweza kumkosea kuweza kumpa mkataba wa mwaka mmoja. Rasmi Simba wameweza kumuongezea mkataba Chota Clatous Chama kwa maana kwamba hivi sasa Chama ana mkataba wa miaka miwili. Mkataba wa awali ulikuwa mkataba huo kimalizika mwishoni mwa msimu huu wa 25-26. Baada tu ya mkataba huo ama msimu huu kutamatika, basi Chota Clatous Chama angeweza kuachana na klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Maamuzi ambayo waliweza kuchukua viongozi wa Simba ni kama vile kwenda kutunza ile adhina ambayo waliokuwa nayo. Kumbuka kwamba siku za hivi karibuni Simba wameweza kumuongezea mkataba Rushan The Rock kutoka pale taifa la Afrika Kusini, na hata yeye pia aliweza kupewa mkataba wa mwaka mmoja. Yusuf Ali Kagomba kadhalika naye pia aliweza kuongezwa mkataba baada mkataba wake kutamatika, lakini Chota Clatous Chama hii imekuwa tofauti na vile ambavyo wao walivyokuwa wakidhani, hususan kwa mashabiki wa Simba. Mmoja kati ya project ambayo inaendelea kwa hivi sasa kuundwa ndani ya klabu hiyo ya Simba ni kuhakikisha kwanza kuwabakisha wale wachezaji muhimu ambao walikuwa na nembo kubwa kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Project hivi sasa kutoka kwa kocha Baka ameeleza kwamba kwa hivi sasa hataki hata mchezaji mmoja aweze kuondolewa hapo, ama hataki hata kusikia mchezaji ameweza kumalizika mkataba wake na Simba kutokuweza kumuongeza mkataba wake mpya. Kwa hivi sasa kocha Baka ameeleza kwamba anahitaji wachezaji wote waliokuwepo kwa hivi sasa kwa kikosi hiki cha Simba wanahitajika kuendelea kubaki na wanahitajika kuongeza mkataba, kwani mpaka hivi sasa kocha Baka ameeleza kwamba kile ambacho anachokihitaji ama alichokuwa anakihitaji kwenye michezo mbalimbali hata katika uwanja wa mazoezi kimeenda kufanyika katika uwanja wa mashindano. Ripoti ya mwalimu kocha Baka imeweza kufikia siku ya hii leo, kwani ni moja kati ya makubaliano uongozi wa Simba waliweza kumpa kazi kocha Baka aweze kukitazama kikosi kwanza kabla pale dirisha kubwa la usajili litakapoenda kufunguliwa. Hatua ya awali uongozi wa Simba waliweza kumpa maagizo kocha Baka pale ambapo walipokuwa wameweza kumpa kazi ya kwenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Maelezo kutoka kwa uongozi wa klabu hii ya Simba, dirisha dogo la usajili lilipokuwa limefunguliwa Januari ya mwaka 2026, viongozi wa Simba waliweza kumpa kazi kocha Baka kwa maana kwamba aangalie kwa baadhi ya maeneo, ingawa sio timu yote kwa jumla, aweze kuongeza kwa baadhi ya wachezaji walioweza kusajiliwa dirisha dogo Januari mwaka 2026 ni kutoka kwa upande wa kocha Baka. Lakini pia viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba walimwambia kocha Baka ajaribu kukitazama kwa kikosi kwa jumla ifikapo mwishoni mwa msimu huu 25-26, basi aweze kuifikisha ripoti hiyo kwa baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba, ripoti ambayo itakayoweza kueleza kwamba anahitaji nini na nini aweze kufanyiwa ndani ya klabu hiyo ya Simba. Ripoti imeweza kufikia siku ya hii leo uongozi wa klabu hiyo ya Simba. Mmoja kati ya kipengele cha ripoti ya kocha Baka imeeleza kwamba anahitaji kumbakisha Chota Clatous Chama angalau hata mwaka mmoja.
hawezi kufahamu kwamba mkataba wa Chota Clatous Chama umebakiza miezi mingapi ama miaka mingapi, lakini kitu pekee ambacho alichoweza kuwaambia viongozi wa Simba, bado anamhitaji zaidi Chota Clatous Chama. Mmoja kati ya kipengele kingine cha report ya mwalimu kocha Steve Barker imeeleza kwamba anahitaji mshambuliaji mwingine ambaye mshambuliaji huyo atakuja kuungana na moja kati ya chemistry nzuri ndani ya klabu hiyo ya Simba. Ripoti pia ya mwalimu kocha Steve Barker imeeleza kwamba anahitaji mchezaji mwingine namba 10 ambaye namba 10 hiyo itaenda kuongeza chachu, ufanisi na ubora, kuongeza ubora katika kikosi hiko cha Simba. Viongozi wa klabu hiyo ya Simba wamechukua maamuzi ya kinifu kuweza kumuongezea mkataba Chota Clatous Chama kutokana na maagizo kutoka kwa kocha mkuu Steve Barker. Steve Barker ameeleza hayo baada tu ya ushindi siku ya jana, baada ya Simba kuweza kupata ushindi wa magoli 2-1, magoli ambayo yalifungwa na wachezaji wawili kutoka mataifa ya mbali kaskazini mwa mataifa hayo. Kutoka pale Lusaka nchini Zambia, Chota Clatous Chama ndiye ambaye aliyeweza kutoa assist na kwenda kwa Kongo Elimpanzu Kibisawala. Kipindi cha kwanza cha Anicet Ora ndiye ambaye aliweza kuiandikia goli la kwanza kwa upande wa Simba, na mchezo huo ulitamatika kwa dakika 90, Simba kuongeza alama 3 na huku kujikusanyia alama hizo 3 na huku kupata ushindi magoli 2-1. Kocha Steve Barker ameeleza hayo tu baada ya kuonekana kadri siku zinavyozidi kuongezeka, kikosi chake kwa jumla kinazidi kupata mwelekeo mzuri, kinazidi kupata mtazamo mzuri, kinazidi kuonekana kwamba ni kikosi kizuri na kikosi ambacho mpaka hivi sasa wachezaji wamejaribu kuonesha ile jasho pamoja na damu kuenda kuipigania klabu hiyo ya Simba katika viwanja vya mashindano. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba anahitaji kuitengeneza Simba ile ya misimu 5 iliyopita. Kwa hiyo kama anahitaji kuifanya Simba tishio barani Afrika, basi lazima hakikisha kabisa kuweza kuwabakisha wachezaji ambao yeye anaweza kuwahitaji. Kocha Steve Barker amewaomba viongozi wa Simba, anachokihitaji kwa hivi sasa ni ushirikiano, waweze kumwamini, waweze kumpa ushirikiano endelevu ili aende kuirudisha ile Simba ya msimu 5 iliyokuwa imepita. Kocha Steve Barker ametoa pongezi kwa mashabiki wa Simba, wameweza kujitokeza kwa wingi kweli kweli, angalau kwa uchache, lakini mashabiki wameongeza idadi kubwa ya mafanikio kwa upande wake. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba ingalau timu inatoka mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia hata timu nje ya mkoa wa Dar es Salaam, mashabiki wameendelea kujitokeza na wameendelea kuisupport klabu yao ya Simba. Huko kocha Steve Barker amewaambia kwamba waendelee kumpa ushikamano mashabiki wa Simba, waendelee kumwamini kile ambacho anachoweza kukifanya, kwani hakika hata yeye anafurahishwa na mapokezi ambayo mashabiki wa Simba walioweza kumpokea na kumwamini kuweza kuiongoza klabu hiyo Simba kuipeleka katika nchi ya ahadi. Chota Clatous Chama baada ya kuongezwa mkataba na klabu hiyo ya Simba ameweza kutoa ya moyoni kusema kwamba anahitaji kwa hivi sasa ni furaha, anachokihitaji kwa hivi sasa ni mashabiki wa Simba kumpa ushirikiano mchezaji huyo, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambao walioweza kupata mafanikio makubwa ndani ya klabu hiyo ya Simba. Huku pia viongozi wa klabu hiyo ya Simba wako mbioni kwenda kukamilisha usajili wa mchezaji kutoka pale ASEC Mimosa Suleiman. Klabu hiyo ya Simba, mmoja kati ya kipengele cha report ya kocha Steve Barker imeeleza kwamba anahitaji kumbakisha Chota Clatous Chama angalau hata mwaka mmoja. Hawezi kufahamu kwamba mkataba wa Chota Clatous Chama umebakiza miezi mingapi ama miaka mingapi, lakini kitu pekee ambacho alichoweza kuwaambia viongozi wa Simba, bado anamhitaji zaidi Chota Clatous Chama. Mmoja kati ya kipengele kingine cha report ya mwalimu kocha Steve Barker imeeleza kwamba anahitaji mshambuliaji mwingine ambaye mshambuliaji huyo atakuja kuungana na moja kati ya chemistry nzuri ndani ya klabu hiyo ya Simba. Ripoti pia ya mwalimu kocha Steve Barker imeeleza kwamba anahitaji mchezaji mwingine namba 10 ambaye namba 10 hiyo itaenda kuongeza chachu, ufanisi na ubora, kuongeza ubora katika kikosi hiko cha Simba. Viongozi wa klabu hiyo ya Simba wamechukua maamuzi ya kinifu kuweza kumuongezea mkataba Chota Clatous Chama kutokana na maagizo kutoka kwa kocha mkuu Steve Barker.
Steve Barker ameeleza hayo baada tu ya ushindi siku ya jana, baada ya Simba kuweza kupata ushindi wa magoli 2-1, magoli ambayo yalifungwa na wachezaji wawili kutoka mataifa ya mbali kaskazini mwa mataifa hayo. Kutoka pale Lusaka nchini Zambia, Chota Clatous Chama ndiye ambaye aliyeweza kutoa assist na kwenda kwa Kongo Elimpanzu Kibisawala. Kipindi cha kwanza cha Anicet Ora ndiye ambaye aliweza kuiandikia goli la kwanza kwa upande wa Simba, na mchezo huo ulitamatika kwa dakika 90, Simba kuongeza alama 3 na huku kujikusanyia alama hizo 3 na huku kupata ushindi magoli 2-1. Kocha Steve Barker ameeleza hayo tu baada ya kuonekana kadri siku zinavyozidi kuongezeka kikosi chake kwa jumla kinazidi kupata mwelekeo mzuri, kinazidi kupata mtazamo mzuri, kinazidi kuonekana kwamba ni kikosi kizuri na kikosi ambacho mpaka hivi sasa wachezaji wamejaribu kuonesha ile jasho pamoja na damu kuenda kuipigania klabu hiyo ya Simba katika viwanja vya mashindano. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba anahitaji kuitengeneza Simba ile ya misimu 5 iliyopita. Kwa hiyo kama anahitaji kuifanya Simba tishio barani Afrika, basi lazima hakikisha kabisa kuweza kuwabakisha wachezaji ambao yeye anaweza kuwahitaji. Kocha Steve Barker amewaomba viongozi wa Simba, anachokihitaji kwa hivi sasa ni ushirikiano, waweze kumwamini, waweze kumpa ushirikiano endelevu ili aende kuirudisha ile Simba ya msimu 5 iliyokuwa imepita. Kocha Steve Barker ametoa pongezi kwa mashabiki wa Simba, wameweza kujitokeza kwa wingi kweli, angalau kwa uchache, lakini mashabiki wameongeza idadi kubwa ya mafanikio kwa upande wake. Kocha Steve Barker ameeleza kwamba ingalau timu inatoka mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia hata timu nje ya mkoa wa Dar es Salaam mashabiki wameendelea kujitokeza na wameendelea kuisupport klabu yao ya Simba. Huko kocha Steve Barker amewaambia kwamba waendelee kumpa ushikamano mashabiki wa Simba, waendelee kumwamini kile ambacho anachoweza kukifanya, kwani hakika hata yeye anafurahishwa na mapokezi ambayo mashabiki wa Simba walioweza kumpokea na kumwamini kuweza kuiongoza klabu hiyo Simba kuipeleka katika nchi ya ahadi. Chota Clatous Chama baada ya kuongezwa mkataba na klabu hiyo ya Simba ameweza kutoa ya moyoni kusema kwamba anahitaji kwa hivi sasa ni furaha, anachokihitaji kwa hivi sasa ni mashabiki wa Simba kumpa ushirikiano mchezaji huyo, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambao walioweza kupata mafanikio makubwa ndani ya klabu hiyo ya Simba. Huku pia viongozi wa klabu hiyo ya Simba wako mbioni kwenda kukamilisha usajili wa mchezaji kutoka pale ASEC Mimosas, Suleiman Fofana. Hapo awali Simba walianza kufungua mazungumzo kutoka huko nchini Ivory Coast na kuweza kumhitaji Suleiman Fofana. Ni kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kusimama kama typical number 9 ama false number 9 kwenye mashindano mbalimbali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, hata michuano ya ndani, kwa maana kwamba pale nchini Ivory Coast. Simba hatua ya kwanza waliweza kufanya mazungumzo na klabu ya ASEC Mimosas kuwaeleza kwamba wanahitaji huduma ya mchezaji Suleiman Fofana, lakini viongozi wa ASEC Mimosas waliweza kumpa nafasi Simba kwenda kuzungumza na Suleiman Fofana. Mpaka hivi sasa zipo asilimia 90 kwamba Suleiman Fofana ataenda kujiunga na klabu hiyo ya Simba ifikapo tu msimu wa 25-26, msimu utakapoenda kutamatika na utakapoenda kuanza msimu mpya, basi Suleiman Fofana raia kutoka taifa la Ivory Coast ataenda kujiunga rasmi na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ripoti ya mwalimu wa kocha Steve Barker pia imeeleza kwamba anahitaji mshambuliaji mwingine ukiachana na mshambuliaji Suleiman Mwalimu ifikapo tu mwishoni mwa msimu 25-26. Anatarajia kurejea katika klabu yake kule nchini Morocco, mmoja kati ya klabu ya Wydad Casablanca. Huku Jonathan Soa ziko taarifa zikieleza kwamba wao viongozi wa Simba wamechukua hatamu kuto kuweza kumkubali ama kuendelea kuitumikia klabu hiyo ya Simba. Zile siku 3 ambazo kocha pamoja na benchi la ufundi na viongozi kwa jumla walizoweza kumkabidhi ama kumwambia Jonathan Soa
aweze kuandika maelezo yalikuwa bora zaidi ili aweze kufikiliwa na viongozi wa Simba. Maamuzi yaliyotoka kwa hivi sasa, Simba rasmi nao pia wako mbioni kutoa press release kwamba hawahitaji kuendelea na Jonathan Soa kwani ni utovu wa nidhamu. Hii ni Game On. Mimi naitwa mpekuzi.com. Endelea kuserelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nenda pale kwa upande wa Facebook andika tu Mpekuzi TZ, lakini vile vile bila shaka nenda pale kwa upande wa TikTok andika tu Game On TZ, lakini vile vile nenda pale kwenye kurasa yetu maalum kabisa ya Instagram andika Game On TZ, lakini vile vile nenda pale kwa upande wa kurasa ya YouTube andika pia Game On TZ. Hapo ndipo ambapo utaweza kupata habari lukuki, habari zilizokuwa na uweredi, habari ambazo za kimichezo, siasa pamoja na burudani. Hapa ndipo ambapo unaweza kupata kile ambacho ulichokuwa umekikosa sehemu nyingine. Mimi naitwa mpekuzi.com na hii ni Game On TZ na hii ni Sports Update kutoka hapa Game On TZ. Ciao.